Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu, kuwa ulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu. Na hapa niseme, nimesikia zile changamoto nadhani kama 5 hivi ambazo rais wa chama amezisema, nadhani nyingine tayari zimeanza kupata ufumbuzi. Kwa mfano, kile kiwanja cha Dodoma, kama tayari ofisi imepatikana, nadhani kiwanja twendeni pole. Anzeni na ofisi iliyopatikana. Na kwa Dar es Salaam, nilikuwa nanong'ona na waziri wenu hapa kwamba mwana jaji mkuu wa Tanzania ameacha jengo kubwa pale Dar es Salaam. Pamoja na kwamba analitumia, lakini hatuwezi kukosa nafasi ya chama chenu kuwa na ofisi zake mle ndani. Lakini jengine ambalo nataka kusema hapa, kazi yangu kama mkuu wa nchi ni kulea vyama vyote. Na walea nyinyi wa serikali, lakini pia na walea wakina Mwabukusi, mawakili binafsi. Wakina Mwabukusi walikuja kuniona na changamoto zao, nimeanza kusolve. Nimepeleka magari 2 waunge nguvu kwenye Mama Samia Legal Campaign, waende huko waunge nguvu. Na mambo mengine wameomba, nitayatekeleza pole. Kwa hiyo kwa upande wenu pia, yote changamoto zote nimeshazisema hapa, maposho na mengine, basi kama mama watoto wakilia unaangalia uwezekano. Mawakili oye! Askari wa kalamu oye! Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, tumemsikia mwanasheria mkuu wa serikali akieleza hatua mbalimbali zilizochukuliwa, ikiwemo kuimarisha mifumo ya upekuzi wa mikataba, urekebu wa tafsiri ya sheria, msaada wa kisheria, kliniki za kisheria na mafunzo na elimu ya sheria kwa wananchi. Napongeza sana kwa hatua hizi, hongereni sana. Hatua hizi kwa njia moja au nyingine zimesaidia kuimarisha utekelezaji wa shughuli za maendeleo na ustawi wa wananchi wetu. Vile vile natambua jitihada zenu za kuendeleza huduma za msaada wa kisheria, ikiwemo kazi ya kutafsiri sheria katika lugha ya Kiswahili. Nimeambiwa kazi karibu inakaribia kumalizika, na sasa wameniomba kuja kuzindua sheria hizi kwa lugha ya Kiswahili, nami nasema niko tayari kufanya hivi.